Umekuwa ukijiuliza kwa nini ninaota nalishwa kwenye ndoto, kila mtu nimfuata naota nalishwa kwenye ndoto, kila mtu chakula. Kwa nini shetani anatumia sana hii silaha ya vyakula katika kulisha watu? Kwanza umetakiwa ufahamu chakula ni nini. Chakula ni nini mpendwa katika Kristo? Katika mwili wa mwanadamu, kitu ambacho kinaupa nguvu mwili wa binadamu inakuwa ni chakula. Chakula kinaupa mwili energy, nishati ya kuweza kufanya vitu vyake. Vile vile katika ulimwengu wa roho, nafsi zetu zinahitaji chakula ili ziweze kufanya kazi vizuri. Na kuna uhusiano mkubwa kati ya vyakula vya kimwili na vyakula vya kiroho. Huu uhusiano upo, utakuja kunielewa baadaye. Vyakula vya kimwili vina uhusiano na vyakula vya kiroho. Chakula cha kiroho ambacho ni chakula ambacho kinailisha nafsi yako. Chakula cha kiroho ni neno la Mungu. Unapopata maarifa fulani, ujue kabisa nafsi yako inashiba, inafeed, inakula na inakuwa inaongezeka. Kwa hiyo nafsi yako inaishi kulingana na yale mafundisho ambayo unajifunza, ndio yanailisha ile nafsi yako. Vile vile mazingira yanayokuzunguka yanaweza yakawa ni chakula, maana nafsi yako inashiba kwa kupitia yale mazingira. Ukiwa unaona mazingira fulani, kuna kitu tutajifunza katika ile mazingira, na kuna roho ambazo zinakaa katika mazingira. Maana nyuma ya kila fundisho, nyuma ya kila maarifa, kuna roho nyuma yake. Ukikufundisha neno la Mungu, nyuma ya lile neno la Mungu kuna Roho Mtakatifu. Ukifundishwa maarifa ya giza, nyuma ya yale maarifa ya giza kuna roho za kishetani, kuna roho za kipepo nyuma yake ambazo zina monitor watu, zinafuatilia watu. Kuna watu wengine wakianza kuongea tu wanavuta, yani unakuta ndani yako unavutwa uweze kumsikiliza tu, unavutwa utamani kuacha kumsikiliza. Kwa sababu gani? Yale maneno yake nyuma yake kuna roho.